Kuna watu wanasumbuliwa sana na jini mahaba, wanaziniwa usiku na mchana, kila kilala anaye. Sasa hii ni hatari, mpaka inapelekea huyu mtu anapoteza hamu ya kuwa na mkewe, anapoteza hamu ya kuwa na mume wake. Lakini sasa kuna kitu unakitumia kila siku nyumbani. Natengeneza ndimu, mnaweka ongeza ndimu kidogo hapo ili inoge kidogo. Wewe unajua namna kuitumia ndimu? Ndimu ina uwezo wa kumuondosha shetani mahaba. Ndimu ina uwezo wa kumfukuza kabisa shaitan au jini mahaba, ambaye jini huyu mahaba ana uwezo wa kuharibu ndoa nyingi za watu. Kuna mwanamke anakuwa hana hamu kabisa na mume wake kwa sababu ya jini mahaba, na kuna mwanamume anakuwa hana hamu kabisa na mke wake kwa sababu ya jini mahaba. Na kuna mwanamume mwingine hata yule idi mwenyewe hana uwezo wa kusimama kabisa kwa sababu ya jini mahaba. Na kuna mwanamke mwingine hata ule ujauzito kutunga unakuwa haupatikani kwa sababu ya jini mahaba. Nataka nikuelekeze kitu chepesi sana ambacho unaweza ukafanya insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala, hii hali ikaweza kukuondoka. Hakika mashaitani huwa wanapata maudhi sana min raihati laymun awil fakham, kutokana na ile harufu ya hii lemon, kwa maana ndimu hii awil fakhmi au ile jivu lilotengenezwa kutokana na ndimu yenyewe. Yani ndimu unaweza ukaichoma vile vile namna ilivyo, alafu baada ya kuichoma namna ilivyo, wewe ambaye unasumbuliwa sana na mashetani mahaba haya, ukaweka ile jivu la ile ndimu vizuri kabisa katika mafuta ya nazi. Alafu kila unapofika wakati wa usiku unakuwa unapakaa mwili mzima kabla ya kulala ndani ya wiki 3, kwa maana masiku 21. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala, hii taridatun lishayatin, ina nafasi bora kabisa ya kuweza kufukuza mashaitani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jaribu sasa, utakuja kutuambia katika jukwaa letu na utasema alhamdulillahi rabbil alamin. Yani hasadi zimekusibu, ukawa unaharibikiwa, hakuna unaloshika likanyooka, hakuna unalofanya likafika mwisho, hakuna mahusiano ulokuwa nayo yakawa sawa, hakuna ndoa ulokuwa nayo ikawa madhubuti, vyote ni vitu vinayumba na kuharibika. Hakuna biashara utakayoshika wewe ikafaulu, hakuna kazi utakayoanzisha wewe ikafaulu. Basi ili mradi mambo yanakuwa hovyo, ni matokeo ya hasadi hayo, yanaweza kusababisha madhara ya hali ya namna hiyo. Mwamba anasema kwa sababu ndimu, kwa mujibu wa taaluma na tafiti zilizofanyika, zimebaini ina uwezo wa kuondosha lile joto la hasadi zilizomsibu huyu mwanadamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala.